Ninamshukuru Mungu kwa nafasi, ndugu yangu na dada mpendwa, kwa wakati ambao Mungu amenipatia kusimama mbele yako ili nikupatie ujumbe wa Yesu Kristo. Hakika Mungu ni mwema katika maisha yangu, ninampenda kwa yale ambayo ananifanyia tangu aniite niwe mtumishi wake. Kwa majina yangu naitwa mtumishi Alfayo Lijenga Shamola, nikiwa katika huduma wa Gethsemane Ministry na chini ya Askofu Bishop Jackton Otinga. Asubuhi ya leo ama mchana wa leo namshukuru Mungu kwa sababu amenipenda na amekupenda mimi na wewe. Nataka nikuletee ujumbe kuhusu Mungu amekuita uwe mmoja wa jamii yake. Yani God has called you to be part of his family. Mimi na wewe ni jamii ya Mungu. Na ndiposa tulipokuwa tumetenda dhambi, tumemwasi Mungu, Mungu alitutenga na akatuweka kando na yeye. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alipoona kwamba sisi ni wana wake, kwa sababu unaposoma kitabu cha Mwanzo anasema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu atawale dunia. Na wakati tulipotenda dhambi tukawekwa kando, Mungu aliturudia, na alipoturudia alimtoa Yesu Kristo mwanao pekee akufe pale msalabani kunilete mimi kuwa moja ya jamii yake. Na ndiposa amenipa neno la leo nikupe moyo ndugu yangu ya kwamba wewe ni moja wa jamii ya Mungu. Ukubaliane na mimi ukatae, wewe ni moja wa jamii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa amesema ya kwamba yeye mwenyewe amekuita. Mungu peke yake ndiye aliyekuita ya kwamba uwe moja wa jamii yake. Na ndiposa amenitenga siku ya leo akanilete mahali hapa nisimame nikupe habari njema. Umehuzunika, umehangaika, umeteseka, una mfariji. Yesu Kristo anasema yeye ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa anasema nikwambie mimi na wewe ni jamii ya Yesu Kristo. Nasoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kuanzia mstari wa 28. Biblia inasema hivi. Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Biblia inasema vizuri sana ya kwamba nasi tunajua, wapendwa, tunajua ya kwamba tumeitwa kwa kusudi ya Mungu. Na ndiposa anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya kazi pamoja na wale ambao wanampenda. Na ndiposa ameniambia nikupe moyo ya kwamba wewe na mimi tu jamii ya Mungu. Tumezaliwa na Mungu. Mimi na wewe tu mfano wa Mungu. Na ndiposa amenituma mahali hapa nikujulishe ya kwamba wewe na mimi tu jamii yake. Na ndiposa anasema Mungu mwenyewe anafanya kazi pamoja na wale ambao anawapenda. Ndiposa akasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 7, tukae ndani mwake na maneno yake yakae ndani mwetu. Tukisha kaa ndani ya Kristo tuombe jambo lolote ambalo tunataka na Baba atatutendea. Na ndiposa amesema mchana wa leo kwamba nikujulisha kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na wale ambao anawapenda. Ni akina nani ambao na Mungu anapenda? Wale ambao wananyenyekea, wale ambao walimkubali, wale ambao walivunjika, wale ambao wameacha mambo ya dunia hii na kumfuata Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Unapomkubali na kumweka ndani ya moyo wako, Posta anasema vizuri nikwambie, yeye anafanya kazi na wale ambao anawapenda. Haleluya. Ndugu yangu sifa moyo na dada mpendwa ambao unanitazama, Yesu anakupenda na Yesu amekujali. Na ndiposa akanipa ujumbe nikwambie wewe ni jamii yake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie kitu ndugu yangu na dada mpendwa. Unapooa mke na uzae watoto unafurahia. Unaona mtoto anafanana na wewe. Unapotoka huko mtoto anapokukutania unafurahia kwamba uko na jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapofanya mapenzi ya Mungu, Mungu ametuzaa tuwe watoto wake. Na posa akasema anafanya kazi pamoja na wale ambao anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie ukweli ni ya kwamba watu wote katika dunia Mungu anawapenda. Kwa nini ninasema? Angalia mvua inaponyesha, inanyeshea yule mchawi, inanyeshea kwa yule mlevi, inanyeshea kila mahali mvua. Haiachi kila mmoja kwa sababu Mungu anafanya kazi vile anavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nasema wala ambao anawapenda anafanya kazi nao.
Kina nani ambao anafanya kazi nao? Ni wale ambao walifungua moyo na kumweka ndani ya kwamba yeye ni mwokozi wa maisha. Ndiposa akasema tutaweka tu mikono kwa wagonjwa, watapata afya. Hatujali ni nini kinatendeka, hata kama kazi imekuwa ni ngumu, hata kama magonjwa imeingia, Mungu anafanya kazi pamoja na wale ambao anawapenda. Sikiza vile anasema huyo mstari, anasema Mungu anafanya kazi pamoja na wale ambao anawapenda katika kuwapatia mema. Yani wale walioitwa kwa kusudi lake, wale ambao waliitwa kwa kusudi lake. Ndio dunia yote Mungu anayependa, watu wote Mungu anawapenda, lakini wale ambao waliitwa kwa kusudi lake, Biblia inasema Mungu anawapatia mema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anataka akupe mema, mema gani ambao Mungu anataka akupe? Hata kama hakuna chochote katika maisha yako, hata kama ulilala na njaa, Mungu alitaka ulale na njaa, na ndipo muamini yeye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Sababu umelala na njaa na hujakufa. Tukilinganisha wote ambao wananiangalia, ama yule ambao mmekaa naye, unajua alikula ama hakukula, lakini mnafanana, mko sawa. Kwa sababu gani? Mungu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu na dada mpendwa, ni wakati ulio mzuri ambao unapomtafuta Mungu, Mungu anakupenda na Mungu anakujali. Mungu alikuita. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anapokuita anakupenda. Tazama wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri. Kweli ninapotazama najua Mungu anakupenda, sababu miaka 40 wamekaa jangwani, hawakubadilisha nguo, hawakuoka, lakini walikuwa wasafi siku baada ya siku ingine. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikuchallenge ndugu yangu na dada mpendwa, ikiwa utajikuta tu wewe ni jamii ya rais ambao ni wa nchi, ama president fulani, wewe ni jamii yake. Bwana Yesu asifiwe. Popote unapotaka kwenda utaenda, kwa sababu baba yako ama ndugu yako ama mtu wa ukoo wako ni mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukitaka kwenda ng'ambo kula lunch utaenda, kwa sababu wewe ni mtoto wa mwenye mamlaka. Kwa hiyo baba yetu ana mamlaka hata kuliko rais wa nchi. Baba yetu ana mamlaka hata kuliko mtu yote. Bwana Yesu asifiwe. Alipoza akasema nikwambie, sikiza tu, nafurahi kwa sababu anasema na wale aliowachagua tangu asili. Alikuchagua tangu asili vile ulivyo. Anapendezwa na sura yako. Wacha nikwambie, kuna watu wanapenda kukudhiaki. Pengine wanakutukana, usiangalia matusi yao. Pengine wanakudhiaki, hata akikwambia wewe ni mjinga, mwambie mimi ni mjinga wa Yesu, kwa sababu najua baba yako ni mkuu. Akikwambia angalia vile kimekaa, mwambie nimekaa vile baba yangu amenikalisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu baba yetu ni mkuu, baba yetu ana uwezo. Hata kama anakuambia maji meangalia hivyo, mwambie baba alinifanya niangalie hivyo na ananifurahia na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Usijali vile ulivyo, ninakupa moyo ndugu yangu. Usifunge hiyo channel ambayo umefungua, ama hiyo TV ama hiyo YouTube umefungua. Usifunge. Yesu ana neno na wewe. Ameniambia nikwambie wewe ni jamii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nguo ni moja, nakupa moyo. Yesu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. The most important thing ni kwamba ndani ya moyo wako ni msafi. Ndipo akasema wale ambao aliowachagua, sikiza tu, na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Umeitwa na Mungu. Kuna maswali utaulizwa, na hii maswali, na ndiposa ninafurahia wapendwa. Wacha nikupe moyo tena. Naposoma Biblia, kuna mtu mmoja ambao ni mwanafunzi wa Yesu anaitwa Petro. Petro ananipa changamoto la kusimama imara na sitaokopa chochote ambacho kitakacho tokezea mbele yangu, kwa sababu alifika mahali akaona amewacha kazi. Petro alikuwa mtu mkubwa, alikuwa anatoa samaki na kufua, anakuuza, alikuwa tajiri mkubwa, alikuwa na pesa. Akaambia Yesu, nimeacha hivi vitu vyote nimekufuata, nitapata nini? Haleluya. Ndugu yangu na dada mpendwa, sikiza. Yesu anaambia Petro, aliacha mama, akaacha baba, akanifuata mimi. Hakika sikiza, hakuanzia mbinguni. Haleluya. Nafurahia kwa sababu alianzia hapa duniani. Akamwambia vitu ya dunia hii 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usijali wewe ni maskini, wewe ni tajiri, ni wewe tu mwenyewe umekataa kuitisha.
Sababu anasema niite mimi nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu sio yajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baba yetu ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukitaka uende wapi sahi, yeye ni mwaminifu. Anasema ukimwita anaitika. Bwana Yesu asifiwe. Aliambia Petro, aliacha baba akaacha mama, akanifuata mimi, mali ya dunia hii 100%. Alafu ukimaliza yote utaenda kurithi ufalme wa mbinguni. Na ndipo anasema wala aliowaita, sikiza namba B, anasema hawa aliowaita na wale aliowaita akawahesabia haki. Haleluya. Tumehesabiwa haki wapendwa, na ile haki ambayo tumehesabiwa, wacha nikwambie ukweli wa mambo. Maswali nakuja utaulizwa, ulifanya nini haki ambayo ulipewa? Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwalimu fundisha, kama wewe ni muombaji omba, kama wewe ni mtu wa kusaidia saidia. Kama saa hizi dunia inataka usaidizi wapendwa. Mchungaji mwenzangu ambao umekaa pale, watu wanataka wasaidiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine waliniambia juzi ya kwamba tumekuwa tukikusaidia, sasa sisi hatuna, tunataka utusaidie. Wanasema Mungu wako, kwa sababu unajua washirika wanaamini ya kwamba sisi ni karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema wanataka kuona Mungu wako, na kweli Mungu anaweza, sababu unapomuomba yeye ni mwaminifu. Na ndipo anasema alikuhesabia haki. Haleluya. Mungu amekuhesabia haki. Usijali, usiogope ndugu yangu mpendwa. Hata kama wewe ni kilema, iringa na hiyo kilema yako, sababu unafurahisha kule mbinguni. Hata wewe una tumbo, usijali, Yesu anakupenda. Na ndipo akasema mimi na wewe ni jamii yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo akasema, hakumalizia hapa, anasema kitu cha kwanza umehesabiwa haki. Jambo la pili, anakutunza, akawatunza. Mungu anatutunza wapendwa. Mungu anatujali wapendwa. Kama nchi yetu ya Kenya nafurahia, hata kama anasema magonjwa inaongezeka, Mungu anatupenda wapendwa, kwa sababu angalia nchi za nje vile wameanguka wakikufa, lakini sisi Mungu anatupenda. Lazima tuamini Mungu na tunyenyekee mbele ya Mungu. Na hata Biblia inasema tutii mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Tutii mamlaka. Yale viongozi wanasema tutii, na yale Mungu anasema tutii. Na tunapotii sisi ni watoto wake wa Mungu, na tunapoomba Mungu atasikia. Posa anasema tukinyenyekea chini ya miguu zake tuombe jambo lolote tunalolitaka. Bwana Yesu asifiwe. Posa anasema katika kitabu cha Yeremia 29 ya kwamba mwenye 11, maana anajua mawazo ambayo anatuwazia ni mawazo mazuri, kutupa tumaini siku hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akasema vizuri sana, na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliohesabia haki hao akawatunza. Bwana anatutunza ndugu yangu na dada mpendwa, na ikiwa Bwana anatutunza lazima tumtumainie. Usiogope yale ambayo unaona, kwa sababu Mungu anakupenda. Na wakati Mungu anakupenda, ndiposa akanipa hili neno ni kuambia kwamba wale Mungu aliowapenda aliwahesabia kuwa haki. Haleluya. Naposoma katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 4, neno la Mungu linasema hivi, mlango wa 4 mstari wa 18. Sikiza vile Mungu anazungumza kwangu mimi na wewe ambao tuko mahali hapa ama mahali pale ambao umekaa. Mimi najua Mungu anakupenda. Sikiza. Salamu yangu mimi Paulo, kwa mkono wangu mwenyewe kumkumbukeni kufungwa kwangu. Neema na iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Paulo alipofungwa, na furahia kwa sababu kanisa lilisimama na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, una heri wewe ambao unasimama na watu wa Mungu. Una heri wewe ambao unaombea kanisa, kwa sababu kanisa linahitaji maombi. Na kanisa si mjengo ambao tunaijenga pana. Kanisa ni hii mwili wangu na mwili wako. Unapoona wenzako anateseka, unapomuombea na kumfariji, unapompa chakula, unaombea kanisa na unalisimamia. Na anasema tunamkumbuka. Paulo walimkumbuka alipokuwa jela, wakaomba milango ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Na saa imefika ambao lazima tuombe milango ya mbinguni ifunguke. Hii asidi ambayo imetokezea magonjwa, Mungu aimalize. Sababu anasema niombe muniite, mimi ni mwaminifu na ninatenda mambo ya ajabu. Wacha tutazame kitabu cha Waebrania alafu nikuombee, kwa sababu Mungu amekutenga, amekuleta mahali hapa ili amekupatia kibali ili unapofungua
ukabarikiwa, kwa sababu anasema sisi ni watoto wa Mungu. Sikiza tu, sisi ni jamii yake. He called you to be part of his family. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mmoja, sikiza, wewe ni jamii ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza tu, wewe ni jamii ya Mungu ambaye Biblia inasema siku ya mwisho itakapofika atakunja dunia kama karatasi na kuiweka motoni. Na ikiwa ataikunja, na mimi na wewe ni jamii yake, tumetenda mema, wapendwa, tutakubaliwa. Na atasema njooni kwangu nyinyi nyote mliosumbuka na kuteseka, karithi ufalme wa mbinguni. Tutaingia kwake tukifurahia. Anasema anakupenda vile ulivyo. Usijali ndugu yangu mpendwa, ninakupa moyo. Sikiza, anasema vitu zingine zitachakaa, mambo dunia itachakaa, hata nyumba. Angalia, kuna wakati usipopaka rangi haitakufurahisha. Hata kwako unafakia kila wakati pakufakia nyumba. Angalia kikombe paka uoshe kiwe kisafi, hauwezi ukawacha kichafu. Kwa ukiwacha kichafu kitachakaa. Ukiwacha hata tu chai kidogo umekunywa kwa kikombe na uacha hapo siku mbili, hata utapenda kuona hiyo kikombe, sababu ile uvundo itatoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sikia anasema hizo zitaharibika, bali wewe, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, hizo zitaharibika, vitu zote zitaharibika, lakini wewe utadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. The most important thing, you know your Christ, your God, your Savior. Unapomjua muumbaji wako, hautaharibika kama. Bwana Yesu asifiwe. Na niambie nikwambie, wewe ni mmoja wa jamii yake. Nafurahia kwa sababu Mungu wetu ni mkubwa, ametufunika, ametuzingira. Mahali pale ulipita, unajua ni wangapi wametekwa nyara, unajua damu ngapi unajua kule kwetu mahali nimezaliwa, ukiwa na unatembea kwa barabara na uone damu, hata uende kuingia kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ama uone mtu amekufa, wanatuambia chukua matawi, fuja tawi, tupo kwa huyo mtu, uende usiangalie nyuma. Mahali umepita unajua ngapi wamekufia pale. Mahali ambapo umepita unajua ngapi umenyongewa, umeruka kwa hiyo damu. Haleluya, furahia. Ndipo sana sema vitu vyote vitaharibika, lakini wewe utadumu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utadumu. Na ndipo sana sema nikwambie mchana wa leo ya kwamba Mungu anakupenda. Sikiza ninapomalizia, anasema vizuri sana. Sisi tuliitwa, sikiza ninapomalizia mstari wa mahali nilisoma Warumi, alisema vizuri nikwambie, na wale aliowachagua. Usisema hukuchaguliwa, Mungu alikuchagua. Wale aliowachagua, sikiza, na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatunza. Mungu anatutunza wapendwa. Tunakaa ndani mwake, tunatembea na yeye, tunakaa na yeye, tunalala na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikutanganya dadangu. Kuna vijana wengi wanawadanganya eti nakupenda hata nisipokuona, hata silali usingizi. Ukienda kwake utakuta analala kabisa, amechukuja kabisa, amechukuja tu chini kabisa hivi, amelala, anangorota Kisumu, Kakamega, Eldoret. Na wao alikwambia ya kwamba asipokuona halali. Tembea pale katika ulimwengu wa roho, utakuta amechukuja kabisa, hata wengine wanachukuja kabisa, Kisumu, Kakamega, Eldoret, na anakuambia asipokuona halali. Ndugu yangu, tumechaguliwa na Mungu. Sisi ni jamii ya Mungu. Mungu anakupenda. Usiogope kuna magonjwa. Usiogope kuna ukimwi. Usiogope kuna asma. Yesu anaweza. Sikiza, katika kitabu cha Wafalme, watu 4 wenye ukoma walipokuwa wametupwa nje ya mji, wanateseka, wanangoja makapi. Ilikuwa kama saa hizo, unaona? Saa hiyo kaukali watu wanagawana pale kwa meza, na mzee anakatia huku, mama anakatia huku, watoto wanakatia huku. Ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa ukoma walifika wakati kama wa leo. Wao walikuwa na ngoja zile zimebaki zikimwakwa ndio wanakula. Lakini ilikuwa ni tabu. Ingia kwa hizo manyumba utaona. Ukali inakuja, hata unasema Baba bariki ukali, ninaenda katikati. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka wakati wetu, wakati wa njaa hii kwa mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakata ukali paka nifiche ingine kwa kichwa, sababu wenzangu wanameza haraka haraka na mimi nikimeza itaninyonga. Kwa hivyo saa hizi ni wakati mkubwa. Lakini wale waliitwa na Mungu, na sisi ni watoto wa Mungu. Wengi wanadanganya wengi. Hata si vijana, hata wasichana wameanza kudanganya vijana, wanawapoteza. Wewe mtoto wa Mungu unapoomba, ambia Mungu nionyeshe.
Mungu atakuonyesha. Na ndipo sasa akaniambia niwaambie, wewe ni jamii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You will ask, the question is coming. Utaulizwa maswali. Nilikuchagua, nikakuita kuwa wangu, ni nini ulinifanyia? Ni kazi gani ulinifanyia? Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sasa nashukuru mtu wa Mungu ambaye amenipa hii kibali. Nikuambie mahali pale, hata kwa hiyo simu yako nifikie pale. Nikuambie wewe ni jamii ya Mungu. Tembea kama mbarikiwa, tembea kama mpakwa mafuta. Usiogope hata unapopita pale down. Jifunge vile unataka ujifunge, lakini unajua aliye ndani mwako ni mkuu, ni Baba wa mataifa, ni Bwana wa mabwana. Yeye ana uwezo. Akisema ndio, hakuna yule atakayesema la, na anakupenda vile ulivyo. Kwa hivyo nashukuru kwa kunisikiza. Nataka nikuombee kwa sababu Mungu aliniweka mahali hapa nikuletea habari ya kwamba wewe ni jamii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hata watoto wa matajiri hapa ulimwenguni, mama minister, watoto wao vile wanatembea na magari makubwa. Hata anapokupita ajali, hata anapopita kwa matope ajali, hata kama umevaa suti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ambao hauna chochote na unamjua Kristo, wewe una vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kifunguo uko nayo, ni vile tu umekosa kutumikia. Hiyo kifunguo tumikia. Ni kifunguo gani? Umepewa maombi. Hili neno la Mungu ndio kifunguo. Kama una Biblia, enda nunua. Hapa kuna utajiri, hapa kuna uzima, hapa kuna maisha, hapa kuna yoyote. Kwa sababu wakati ninasoma ananiambia vile Baba ananieleza, kwa sababu anasema mimi ni, tunaona sasa amesema mimi na wewe ni jamii yake. We are part of his family. So don't fear. Don't fear. There is difficulty in this world. Usiogope. Usiogope, una kazi uko nayo, wewe ndio unacheza tu. Kwa hivyo sana wakati imefika. Wewe ambao umenisikiza, nataka nikuombee sababu Yesu anakupenda. Amekupenda. Ndugu yangu nimpendwa, ukubaliane na mimi, Mungu anakupenda. Ndipo sasa anasema wewe ni jamii ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na jamii ya Mungu anatembea kama wabarikiwa. Wacha nikupe moyo. Unajua vile unataka uwe ndio utakuwa. Ukitaka tu uwe mtu wa kutembea kama ujiwezi, unatembea kama watu watakusukuma, utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Hata pale ukitembea, rusha mkono huko mpaka hata mtu akitaka kukushamba, huyo mtu hapana. Kwanza angalia tu mkono. Hata kama una nguvu, Mungu anaongeza. Unaona? Tembea kama mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda kwa supermarket hapana ogopa. Unaogopa, unaenda unachukua kale kikapu kadogo. Wacha mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hiyo gari ya kutembea pale supermarket. Uko na shilingi 100 kwa mfuko, lakini jaza hiyo trolley. Bwana Yesu asifiwe. Jaza hiyo trolley. Unajua uzuri wa supermarket, ndugu yangu na dada mpendwa, acha nikwambie, hakuna mtu anashughulika na maisha mwingine. Hawatakwambia hizi vitu utasukuma tu, weka sukari kilo 1, kilo 20, weka mafuta lita 20, weka unga pandali 2, wewe tembea, kwa sababu wewe ni mtoto mfalme. Alafu fika kwa mwenye wale, kuna watu wanafanya hapo kazi, waulize nguo zinawekwa wapi? Watakwambia nguo ziko tu. Unajua hiyo trolley utaenda nayo tu. Ipaka mahali ambapo utapita ukiona. Bwana Yesu asifiwe. Napotoka juu na ndio narudi, wewe ni budget yangu. Mungu akiangalia juu anaona mwana wangu alikuwa anataka budget ya 50,000. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Unaogopa na kakaratasi kadogo naenda unaokota. Waacha hiyo mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu akiwa mbinguni anaona I have somebody there. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuombee ndugu yangu na dada mpendwa ambao umenisikiza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ndugu huyu, dada huyu amefungua kinywa chake, amekupokea uwe mwokozi wa maisha yake. Nami ninamuombea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa, Baba yangu, andika jina lake kwa kitabu cha uzima, futa majina yake kwa vitabu vya mauti. Mpokee kuwa mwanao. Na kataa damu ya ukoo, watu ambao kuokoka, na vunja mbinu zote za giza ndani mwake katika jina la Yesu baada kushindwa. Baba, kambariki na kumuinua. Kuanzia sasa tawala maisha yake. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu amekuokoa na Mungu amekubadilisha. Tafuta kanisa lolote la kiroho. Yesu anaweza. Ama tutafute. Tunapatikananga pale Manyanja. Kukuja pale Manyanja road karibu na White House. Kanisa letu liko pale Gethsemane Ministry. Ndugu yangu, Mungu akubariki kwa kusikiza hii ujumbe.
Na si leo tu, kila wakati ukifungua YouTube yako, tuko katika YouTube kuambia watu Yesu anaweza. Sababu watu wetu wanataabika, watu wanateseka, hawasikii neno. Mtu anasema tu mambo mawili, anaanza vitu zake. Lakini sisi tumejitoa kuambia ukweli ya kwamba Mungu anakupenda. Kwa hivyo mimi ninawapenda kwa jina la Yesu Kristo. Nimefurahi kwa kunisikiza na kufungua YouTube yako na kusikiza. Usitime, sababu Yesu anakupenda na Yesu anakutenda. Mungu awabariki na Mungu awainue kwa kusikiza neno la Mungu. Mbarikiwe. Amen.